katika mioyo ya Waislamu na hata wasiokuwa Waislamu wamevurugwa kutokana na kadhia ya Sheikh Walidi Al-Hadi Umar. Kwa hiyo baada ya hizi simu kupokea nyingi, tukasema basi inshallah tutaweza kutia neno, lakini kawaida yetu sisi huwa hatukurupuki kuzungumza jambo isipokuwa mpaka tulifanyia uchunguzi, lakini pia kuliangalia kwa kina, na ndo tuweze inshallah taala kuweza kuzungumza na watu katika masala kama haya. Kwa kweli kumekuwa na hili tukio ambalo litokea la kuondolewa kwa Sheikh Walidi katika nafasi yake ya ushekhi wa mkoa na taasisi yetu mama Tanzania, taasisi ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, ambapo tumeona katika upande wa maulama wao ndio wamefanya maamuzi hayo ya kumuondoa Sheikh Walidi katika nafasi yake ya mkoa wa Dar es Salaam kama Sheikh wa mkoa. Labda mimi kwanza nataka nizungumze vitu vichache katika hili, kwa sababu ili jambo limekuja na sintofahamu kubwa sana. Kila siku mimi napenda kutumia maneno ya Kiingereza yanaitwa distraction of the Muslim Ummah, distracting the people, kuwavuruga watu. Yani inatokea jambo ambalo jambo lile linakuja kuvuruga jamii, alafu mwisho watu wanakuwa scattered, watu wanakuwa hawaelewi ni huku au ni kule au ni hivi ni vile. Lakini kwa mimi naweza nikasema ya kwamba tunapozungumzia nafasi ya Sheikh Walidi, sababu iliyofanya ya kwamba mpaka jamii imeingia taharuki, sababu iliyotokea mpaka imefika hatua Waislamu vipenzi wa Sheikh Walidi, Wakristo vipenzi wa Sheikh Walidi, hao wote wameamua kuja juu, wanataka kujua kwa nini. Ni kwa sababu ya hili jambo limekuja kutokea kipindi ambacho tunasema kwamba sio kipindi mwafaka kabisa wa kutokea jambo kama lile. Baraza la Ulama BAKWATA wao ndio viongozi wa taasisi hii, lakini pamoja kwamba wao ndio viongozi wenye kuweza kumtoa shekhe na kumweka shekhe, kwa sababu hao baraza la Ulama ndio hao ambao waliomteua Sheikh Walidi wakamweka pale kwenye nafasi ile ya ushekhe wa mkoa. Walimfuata kwa nidhamu, kwa makubaliano, kwa mambo mbalimbali na mazungumzo mazuri ambayo walikubaliana, mpaka Sheikh Walidi imefika akakubali kuingia katika nafasi ya kuchukua nafasi ya Sheikh wa mkoa kwa kipindi kile. Lakini hao baraza la Ulama la BAKWATA hao ndio waliomtoa Sheikh Walidi. Kwa hiyo siwezi kuzungumzia kwamba kwa nini baraza la Ulama wamemtoa Sheikh Walidi, kwa sababu hiyo ni miongoni mwa kazi zao, kwa sababu wao ndio wanayemweka mtu na wao ndio wanamtoa mtu. Wao ndio wanayejua mtu amekosea nini na wao ndio wanayejua ya kwamba mtu amepatia wapi. Lakini hiyo sio pointi yetu ambayo sisi tunafaa tuizungumze, kwa sababu hizo ni haki za baraza la Ulama ambao wao ndio wanaripoti kwa mufti kabisa mwenyewe. Kwa hiyo ina maana mufti taarifa akiipata kutoka kwa baraza la Ulama wakasema na sisi tunamuondoa fulani, basi mufti ana kazi mbili tu, ime ya kulibariki lile jambo au kutokulibariki lile jambo, na mwisho wa siku kama atalibariki jambo linapita, na kama hakulibariki mufti jambo halipiti. Kwa hiyo ni kazi ya baraza la Ulama BAKWATA, na hatuwezi kuingilia kwa sababu hayo ni mamlaka yao na ndo taratibu za taasisi ile, na taasisi zote zina taratibu zake. Kuna rules and regulations ambazo hizi unapoingia sehemu basi lazima hizo unaambiwa kuna 1, kuna 2, kuna 3. Kwa hiyo unazisoma, ukiridhika nazo unaendelea na shughuli za taasisi. Lakini kitu ambacho tunachokizungumzia kilicholeta taharuki ni watu wanatafuta sababu, ni kweli ni huyu mwanamke ambaye aliyejitokeza, kwa sababu tukio la mwanamke ambaye huyu mwanamke naye imekuwa kuna taarifa ambazo zinakuja sintofahamu katikati yake, ambazo ndio zimesababisha kuwatia hasira Waislamu hata wasiokuwa Waislamu, wapenzi wa Sheikh Walidi, na sio tu wapenzi wa Sheikh Walidi, wapenzi pia wa Uislamu. Kwa sababu hapa tunapoangalia ni kwamba anapochafuka shekhe wa mkoa au anapochafuka shekhe yoyote yule, basi ina maana kwamba nembo ya Uislamu ndio inachafuka, kwa sababu yeye ana represent Uislamu. Tunafahamu ya kwamba kuna kauli moja ambayo mwanachuoni wetu, rafiki yetu ambaye ni mwalimu wetu Sheikh Muharram Mziwanda, ana usemi wake mmoja, anasemaga likulli muslimin insaniya. Hili ni neno ambalo napenda sana kulitumiaga, likulli muslimin insaniya, kwamba kila Muislamu ana ubinadamu wake, ana ule utu wake.
Kumbuka kuna Uislamu na kuna ule ubinadamu wa yule Muislamu. Hivi ni vitu viwili ambavyo vinavyokuwa kwanza viko tofauti, lakini vinaweza vikashikamana na mtu mmoja katika baadhi ya maeneo, na kuna baadhi ya maeneo vinakuwa vinaachana, kila kimoja kinasimama kivyake. Likulli muslimin insaniya, kila Muislamu ana ubinadamu wake. Kwa hiyo sasa lilipokuja suala hili ndio likawa limetibua hisia za watu ambazo Waislamu pamoja na Wakristo, sio kuondolewa kwa Sheikh Walid katika nafasi ya shekhi wa mkoa. Kama ingelikuwa kwamba hili jambo la binti halisinge kuwepo, basi watu wasingehoji sana, kwa sababu ni mambo ambayo yanaeleweka kwenye taasisi ya BAKWATA. Mashehe kubadilishwa, leo anakuwa huyu, kesho anatolewa na wekwa yule. Lakini ilipofika kwamba limekuja kuwa na munasaba la huyu binti, kwa sababu binti ametangulia kuzungumza, baada ya binti kuzungumza maneno yake ya ajabu ajabu juu ya shekhe wetu Sheikh Walidi, hapa ndipo ambapo ikaibua hisia. Na baada ya siku kadhaa, isiyopungua siku 3-4, unaona vizuri bwana, shekhe anatolewa kwenye nafasi yake. Kwa hiyo hapa ndipo ambapo wakainuka sasa wapenzi wa Sheikh Walidi, wana muziki, Wakristo, vijana, wazee, Waislamu mbalimbali, kila mmoja dunia nzima. Kwa sababu kama mimi nimepokea masimu kutoka mataifa mbalimbali mpaka Canada, niko na ushahidi kwenye simu hapa. Kuna marafiki zangu ambao wako Canada wanasema, kwani imekuwa kuwaje, mbona shekhe anaondolewa kwa kudhalilishwa kiasi kama hichi? Ndio hili jambo limepelekea tukasema ya kwamba hatuwezi kunyamaza, tunyamaze tuone mashekhe zetu wanachafuliwa alafu tukae kimya. This is impossible for us and we cannot accept. Hilo lazima lieleweke, hatuwezi kubali na haliwezekani. Sasa Sheikh Walidi, tukija katika upande wa ubinadamu, ile insania yake, ubinadamu yake, tunaweza tukasema ya kwamba ili jambo la kumuondoa kipindi hiki halikuwa wakati sahihi wa kufanya. Kwa sababu kama ingelikuwa kuna shutuma ambayo inakuja ya mwanamke kama hivyo ambaye alikuwa mzazi mwenzie, ambapo binti huyu alivyohojiwa mara ya kwanza na Diva the Boss alimuoji, lakini huyu binti mara ya kwanza alikubali, alisema yeye alikuwa mke wa Sheikh Walidi. Na baada ya kukubali kuwa yeye alikuwa mke wa Sheikh Walidi, sasa baadaye tena baada ya kuona zile klipu zake zimeanza kusambaa, watu kuona kumbe alikuwa ni mke wake, akarudi tena na statement ya pili kujirekodi, akijifanya ya kusema ya kwamba yeye hakuwa mke wa Sheikh Walidi, alikuwa anatembea naye tu. Maana yake anaharibu dignity ya Sheikh Walidi, anaharibu legacy ambayo Sheikh Walidi ameijenga more than 40 good years, zaidi ya miaka 40. Sheikh ana wanafunzi kibao nchi hii, wengine wako nje ya nchi, mataifa mbalimbali, ambao wengine wamekuwa maimamu mataifa mengine huko, wamesoma kwa Sheikh Walidi. Lakini bado manake binti alichokifanya ni kwamba ametengeneza mazingira ya kutaka kumharibia Sheikh, aonekane Sheikh ni mtu mbaya kabisa ambaye hafai na kuwa Sheikh. Sisi tunasema hivi, haya mambo nyuma ukiangalia haya mambo, kuna watu ambao ndio wanapuliza, ni watu ambao wametengeneza hii issue kumtengenezea Sheikh Walidi. Tunasema ya kwamba katika kila nafasi, kila wadhifa una mitihani yake. Miongoni mwa mitihani ambayo Sheikh Walidi amekutana nao katika maisha yake ni huu mtihani ambao ulioletwa huyu binti. Sisi tunasema hivi, mimi ni mtu ambaye nimefanya kazi Burundi kwa miaka mingi. Nimefanya da'wa Burundi na alhamdulillah mtu hawezi kuniongopea kuhusu Burundi. Naijua Burundi vizuri sana, na ili Warundi ambao wananiangalia watakubaliana na mimi katika haya ninayosema. Binti wa Kirundi hawezi kuyafanya yale ambayo aliyafanya yule binti. Naomba ieleweke sasa. Kama binti wa Kirundi hawezi kusimama akafanya yale ambayo aliyafanya, sababu ni jambo ambalo liko nje ya ubinadamu wa kawaida, na mabinti wa Kirundi hawako hivyo hata kidogo. Huyu binti lazima kuna watu ambao walioko nyuma yake, watu ambao waliosuka mpango huu, kwa sababu watu walikuwa wanatafuta kwamba tutamwharibia Sheikh Walidi katika kipengele gani, wakapita na hiyo nafasi wakaifanya. Kwani tunaomba tuulize katika jambo la kawaida, ikiwa mtu tuseme kwamba Sheikh Walidi kashindwa kufanya yani hakufanya matunzo kwa mtoto wake, haya wewe inakuhusu nini? Wewe inakuhusu nini matunzo ya Sheikh Walidi kwa mtoto wake? Wewe inakuhusu nini? Kwa nukta ya kwanza, inakuhusu nini? Ili ni jambo lake la personal, ni jambo lake la kibinafsi ambalo alinihusu mimi wala wewe halikuhusu. Hiyo ni namba moja. Namba mbili, yule binti mwenyewe alihojiwa akasema ya kwamba yeye aliolewa na Sheikh Walidi ndoa. Sasa kama binti alikubali,
Mara ya kwanza akasema yeye aliolewa. Baada ya kutrend hiyo habari kwamba kaolewa, ikaonekana ile nguvu ya lile jambo linakufa. Sasa akaja na statement ya pili ya kwamba yeye hakuolewa. Ina maana binti ana kauli mbili ambazo hazina msimamo. Kauli ya kwanza kusema aliolewa, kauli ya pili anasema sijaolewa. Hapa moja kwa moja mtu huyu ushahidi wake kiuislamu kwanza haukubaliki. Akitoa habari yoyote, akizungumza huyu binti akisema bwana, nimeshuhudia, nimewaona watu fulani wamemuua mtu fulani pale, kwa huyu ambaye mwenye kauli mbili mbili, kwa Uislamu kwanza ushahidi wake haukubaliki. Wanachuoni mnanikubalia hilo jambo, kwa sababu hata sisi na hiyo dini alhamdulillah tumepita humo kiasi chetu ambacho Allah anatujalia. Sio mazwada sisi, sio kwamba eti ni majahili hatujui. Maana kuna baadhi ya watu wamejimilikisha kwa sababu mtu alisoma mahali fulani hasa anasema mimi ndo Uislamu, mimi ndo nimeumiliki Uislamu. Ilmu yake Mwenyezi Mungu ameigawa. Watu wote hatuwezi kufanana kwenye swala la ilmu.